rafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Mtume Paulo anasema, maana yeye, yani Yesu, ndiye aliyetuwezesha kulihudumia agano jipya ambalo si agano la sheria iliyoandikwa, bali ni agano la Roho. Maana sheria iliyoandikwa huleta kifo, lakini Roho Mtakatifu huleta uhai. Ikiwa tutajifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku na kwa kila kitu tunachofanya, basi kila kitu tutakachofanya kitakuwa na uhai. Maisha yako yatakuwa na upako. Wakati Mungu ameidhinisha jambo, linakuwa rahisi sana kuliko unapojaribu kutekeleza kitu kimwili. Unapojaribu kulazimisha kitu kifanyike kwa sababu una mpango akilini mwako unaojaribu kufanikisha. Kando na wokovu na kujua kuwa dhambi zako zimesamehewa na kwamba utaenda mbinguni na kuishi milele na Mungu, pia kuongozwa na Roho Mtakatifu ni mojawapo ya faida kubwa sana ya kuwa muumini wa agano jipya. Ni jambo la ajabu kuwa na nafasi hii ya kuongozwa na Roho. Kila muumini anaweza kusikia kutoka kwa Mungu. Kila muumini amepewa nafasi hii ya kuongozwa na Roho. Hiyo ina maana kuwa si lazima uzunguke kila mara ukiwauliza watu wengine jinsi unavyopaswa kufanya katika hali fulani. Mungu atakuonyesha unavyopaswa kufanya. Lakini wajua nini? Ili kuongozwa na Roho Mtakatifu, itabidi ujiamini zaidi na kuwa na ujasiri zaidi, kwa sababu wakati mwingine ni jambo la kuogofya hadi utakapokuwa na uzoefu kuamua kufanya mambo ambayo thibitisho la pekee ulilo nalo ni kuthibitisha iwapo unafanya jambo linalofaa au la, na kile unachohisi hapa ndani au unachosoma hapa ndani. Pengine ingekuwa rahisi kwetu kwenda kwa simu yetu ya mbinguni na kumpigia Mungu. Tafadhali, naweza kuzungumza na Mungu? Oh, Mungu, nimefurahi sana kuzungumza na wewe. Naam, huyu ni Joyce hapa duniani. Sasa ningependa uniambie unavyotaka nifanye katika hali hii nilionayo. Lakini Mungu, hata tunapoongea ningependa tu kujua unavyotaka nifanye na maisha yangu yote. Nikana kwamba nimechanganyikiwa kuhusu jambo hilo lote. Yaani Mungu, kwa vile niko na wewe, wajua mwito wa maisha yangu ni upi? Ni nini kitakachotendeka kwa watoto wangu? Na wajua haya mambo yote yatakuwaje? Eti nini? Eti nataka nisome neno? Yaani unataka niishi kama mtu anayeliamini neno? Uliweka Roho Mtakatifu ndani yangu na unataka nijifunze namna ya kuongozwa naye. Sasa singekuwa rahisi tu kama ungeniambia tu? Nadhani ukiniambia kila kitu tu kitakuwa rahisi, kwa sababu wajua jambo hili la kuongozwa na Roho. Unataka kukata simu? Sawa, ulishaniambia hivyo mara nyingine, usiniambie tena. Sawa, nimekuelewa. Sawa, Mungu, nakupenda, kwa heri. Kila mtu anataka kujua namna ya kusikia kutoka kwa Mungu. Sasa wajua, ingekuwa vyema kama tungeweza kumpigia Mungu simu. Wajua, wakati mwingine mimi humwambia Mungu, ikiwa ungekuja tu na kuketi hapa kwa dakika 5 tu, tungelitatua mambo yote hapa. Lakini wajua, ni jambo la kusisimua, njia za Mungu hazieleweki. Na hiyo inamaanisha kuwa huwezi kuelewa kila kitu anachofanya kwa kutumia akili zako. Kwa kweli tunapaswa kama viumbe vya kiroho kujifunza namna ya kutembea ndani ya Roho. Ni lazima tujifunze namna ya kubaini tofauti ya mambo kiroho. Na inaonekana kana kwamba ingekuwa rahisi Mungu kutuambia,
lakini yeye anataka tufanye utafiti. Anataka tutembee katika imani na tuwe waaminifu. Anataka tujifunze na tukue na tupanuke, na wakati mwingine hata tufanye makosa na tujifunze kutokana na makosa hayo na tuanguke bila kuogopa kuinuka tena. Na unajua nini? Kila mtu aliye hapa anaweza kujua namna ya kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa njia kubwa. Hiyo inamaanisha kuwa kusikia kutoka kwa Mungu, lakini hutafanya hivyo kwa kuketi bila kufanya chochote na kuambia kila mtu kile unachopaswa kufanya kila mara unapokuwa na tatizo maishani mwako. Ni lazima ukutane na Mungu, ujue neno, jifunze kufuata amani, na hivyo utaongozwa na Roho. Paulo alisema, hii ndiyo kazi yetu, kulihudumia Agano Jipya ambalo si agano la sheria zilizoandikwa. Bado tunafuata sheria za kimaadili, zimeandikwa mioyoni mwetu sasa. Lakini hatufai kuongozwa na sheria za agano lililoandikwa, au hata sheria ambazo sisi wenyewe hubuni wakati mwingine, au hata sheria za madhehebu yetu ya kidini. Kila mtu ana sheria na kanuni nyingi anazotaka zifuatwe, lakini Paulo akasema, niko hapa kuwafundisha namna ya kuongozwa na Roho. Na hilo ndilo jambo ninalotaka kuwazungumzia leo, jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu wewe mwenyewe. Mstari wa 7, sheria iliwekwa kwa kuandikwa juu ya vipande vya mawe, ingawaje mwisho wake umekuwa kifo, yani kuishi chini ya sheria. Utukufu wake ulikuwa mkuu mno, hata wana wa Israeli wasiweze kuutazama uso wa Musa kwa sababu ya mng'ao wake. Na kama hujui hadithi hiyo, basi Musa aliteremka kutoka kwenye mlima wa Sinai baada ya kupokea sheria ambayo iliishia kuwa, ingawa sheria yenyewe ilikuwa kamilifu na takatifu, lakini kwa vile wanadamu hawakuweza kuitii, iliwaletea mauti. Kwa hivyo Musa alipopokea sheria hiyo na mfumo huo, uso wake uling'aa kiasi kwamba ilimbidi aufunike kwa utaji. Kwa hivyo Paulo anasema, ikiwa sheria hiyo ilileta utukufu kama huo, katika mstari wa 8, basi ikiwa huduma ya kile ambacho kimesababisha kifo imefanyika kwa utukufu mwingi kiasi hicho, basi huduma ya Roho ambayo lengo lake ni kuwawezesha watu wapokee na waongozwe na Roho Mtakatifu ina utukufu mkuu zaidi. Wajua nini? Tuna nafasi yenye utukufu zaidi katika maisha yetu. Ni nafasi nzuri iliyoje kusema, Roho wa Mungu anaishi ndani yangu, na kila wakati nitajua kile ninachotakiwa kufanya wakati ninatakiwa kukifanya, kwa sababu Mungu huniongoza kwa neno lake na Roho wake. Jamani, mpeni Mungu sifa kwa ajili ya hiyo. Kisha Yohana wa kwanza 2:27 inazungumza kuhusu upako. Na upako ni kuwepo kwa Mungu, nguvu na uwezo wake. Mimi huhubiri kwa upako wa Roho Mtakatifu. Sina hata elimu inayostahili kufanya kazi ninayoifanya, na hiyo itakuwa sehemu ya ujumbe wangu siku ya leo. Sina haya yote kichwani mwangu. Mimi husoma na kujaza kichwa changu na mambo, lakini yote hayo yangechanganyika yanapotoka kinywani mwangu ikiwa Roho Mtakatifu hangenipa upako. Na kwa sababu nimeteuliwa kufanya hivyo, si ngumu kwangu. Kazi hii si ngumu kwangu. Ni kazi ngumu, lakini si ngumu kwangu. Na watu huniuliza wakati mwingine, sasa je, wewe hushikwa na wasiwasi unaposimama mbele ya umati mkubwa? Kusema ukweli, huwa sina wasiwasi. Nilikuwa nashikwa na wasiwasi kidogo hapo mwanzoni kwa sababu sikuwa na uzoefu, lakini nimeona Mungu akinitendea muda baada ya muda baada ya muda baada ya muda. Matt Redman ameteuliwa kama mwandishi wa nyimbo na kiongozi wa nyimbo za ibada. Kristi ameteuliwa kama mwimbaji. Sauti yake ni nzuri sana, na yeye huleta kipawa hicho kwenye mwili wa Kristo. Wewe pia umeteuliwa. Unaweza kuwa umeteuliwa kuwa mama au baba au mfanyabiashara au mtu wa maombi au wale watu wazuri walioteuliwa ili kuwasaidia wengine. Jameni, tungefanya nini bila watu hao wanaosema nataka tu kusaidia? Nawapenda sana watu ambao husaidia wengine. Yaani ningelipatwa na kichaa kitambo sana ikiwa sikuwa na watu kama hao. Na kadri ninavyozeeka ndivyo ninavyozidi kuhitaji wasaidizi. Yaani mimi hufanya mambo ya ajabu kama kusahau simu yangu na kusahau njia ninayopaswa kutumia. Wajua, kusema kweli, naweza kutoka hotelini na nifuate njia isiyofaa kila mara ninapotoka. Sijui shida yangu ni gani. Naweza kupoteza njia hata kwenye bafu nisipokuwa mwangalifu. Yaani naingia kwenye bafu na kisha naanza kufikiria kuwa natoka nje, na badala yake naingia ndani ya kabati ya kuweka vifagio. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa wasaidizi. Lakini Yohana wa kwanza 2:27 kama tunaweza kuitazama kwa haraka. Lakini kwa upande
wenu nyinyi Kristo aliwatia mafuta kwa Roho wake, na napenda maneno hayo, kutia mafuta. Leo hii hutasikia sana kuhusu jambo hilo, lakini kulingana na mimi hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kama huko kutiwa mafuta ni kama tu naweza kufanya chochote. Ni upako wa Roho Mtakatifu. Yaani hata kama ni kuangalia hiyo nyumba yako chafu na kusema, najua Mungu anataka niisafishe nyumba hii. Ninaamini nimepata upako wa kufanya hivyo. Sasa hivi nitaisafisha. Kuwa na upako sio kwa huduma pekee. Upako ni wa kila siku ya maisha yako, ni kwa kila kitu unachofanya. Hebu tuache kufanya huduma ya Roho Mtakatifu iwe ya kiroho sana hivi kwamba haitusaidii katika hali halisia ya maisha yetu ya kila siku. Unazo nguvu za Mungu za kufanya chochote unachotaka kufanya, na unaweza kuongozwa na Roho hata katika jinsi unavyowalea watoto wako. Unaweza kujua wakati unapopaswa kuwarekebisha na wakati unapaswa kuwaonyesha huruma na kusahau kilichofanyika. Ni vizuri kuwa na vitabu vyote kuhusu malezi, lakini wajua nini, wakati mwingine huwezi kupata tatizo ulilo nalo kwenye kitabu. Na niliwalea watoto 4 na sikuwa na hata moja ya vitabu hivyo. Kulikuwepo na kitabu kimoja cha malezi cha daktari fulani kwa jina la Dr. Spock, na kitabu hicho kilikuwa kikubwa hivi. Yaani, ikiwa una shida fulani, ungeenda kwenye kitabu hicho na hakikukupa ushauri wa kihalisia kuhusu ulezi wa watoto. Mimi nililelewa kama mpumbavu kabisa, na bado kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu niliwalea watoto 4 ambao wanamlea Mungu, wanamtumikia Mungu leo hii. Na nina wajukuu 10. Sasa nitazameni. Hufai kuwa na hofu kwamba huwezi kutekeleza kile kilichoko mbele yako. Mmenisikia? Hufai kuwa na hofu kwamba huna uwezo wa kutekeleza kile kilichoko mbele yako. Leo kuna mtu hapa anayehitaji kusikia hiyo. Hufai kuwa na hofu kwamba huna uwezo wa kutekeleza kile kilichoko mbele yako. Hata mambo ambayo bado huyajui, unaweza kuishi kwa imani kuwa chochote kitakachokuja maishani mwangu siku yoyote, nina nguvu za Roho Mtakatifu za kufanya kile ninachohitaji kufanya. Nina uwezo wa kukifanya, nitakifanya katika jina la Yesu. Kwa hivyo upako huu tulionao, lakini kwa upande wenyu nyinyi, Kristo aliwatia mafuta kwa Roho wake. Kweli mliupokea, na kama Roho huyo akiendelea kukaa ndani yenu, kwa hivyo upako wa Mungu uko ndani yako na uko hapo kukaa daima. Kwa hivyo hamhitaji kufundishwa na mtu yeyote. Sasa hiyo haimaanishi kwamba tusiwe na kipawa cha kufundisha au kuwa hatuhitaji kamwe kushauriwa, lakini kuna kanuni ya kijumla hapa kwamba huhitaji kumkimbilia mtu mwingine kila wakati kumuuliza unachopaswa kufanya. Wajua, wakati mwingi tunakimbilia watu wengine kuwauliza tunachopaswa kufanya, na unapoangalia maisha yao wenyewe ni wazi kwamba hawajui wanachofanya. Kwa hivyo mbona usimuulize Mungu tu? Maana yeye wafundisheni kila kitu, na mafundisho yake ni ya kweli, si ya uongo. Basi shikeni mafundisho ya huyo Roho na kubaki katika muungano na Kristo. Sasa maandiko ya mwisho kutoka Warumi 7 mstari wa 4 hadi 6. Na sio maandiko ya mwisho, lakini ya mwisho katika sehemu hii. Sema, naweza kusikia kutoka kwa Mungu. Naongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 7 mstari wa 4. Hali kadhalika nyinyi ndugu zangu, nyinyi pia mmekufa kuhusu sheria, kwa kuwa nyinyi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Sasa mmekuwa wake yeye aliyefufuliwa kutoka kwa wafu, ili tupate kuzaa matunda mema kwa ajili ya Mungu. Hiyo inamaanisha nini? Si kwamba najaribu kufundisha kuhusu tofauti kati ya sheria na neema, lakini ukijaribu kuishi chini ya sheria, ikiwa una kanuni nyingi sana maishani mwako, utamfukuza Roho Mtakatifu, na baada ya muda mfupi mambo hayo yataanza kukuhudumia kifo. Nina hadithi nyingi ndogo za kuchekesha ninazoweza kuwasimulia. Sitaki kwenda nje ya mada ya leo, lakini juzi katika kikundi fulani nilichokuwa naongoza maswali na majibu, mtu fulani aliniuliza, wewe huomba kwa muda gani kila siku, na wewe huomba ndani ya Roho kwa muda gani? Na nilifurahi sana kwamba niliuliza swali hilo, kwa sababu nilijibu sijui. Na unajua ni kwa nini sijui? Kwa sababu sihesabu tena. Hapana, mjanisikia? Sihesabu, siweki rekodi, siongezwi alama zozote ninapoomba kwa muda mrefu. Wala Mungu hakasiriki nisipoomba kwa muda mrefu. Anachotaka nifanye ni kwamba ninapohitajika kuomba na niombe hadi nitakapomaliza.
na kufanya kuomba kuwe kama kupumua tu, wala sio kufanya maombi kama kitu kikubwa ambapo unasema, naam, wajua niliomba kwa saa moja leo, kwa hivyo nimetekeleza wajibu wangu wa kiroho. Tazama, kuna uhuru unapoongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa sisemi kuwa tukose nidhamu. Mimi ni shabiki mkubwa wa nidhamu, na nadhani ikiwa bado hujaanza maisha ya kuomba, basi unahitaji kumuuliza Mungu ikiwa kuna mfumo fulani wa nidhamu unayoweza kufuata kwa muda, lakini baadaye utalazimika kuachana na mfumo huo na kujitoa kwa Roho Mtakatifu na useme nitaongozwa na Roho Mtakatifu. Mwanamke mmoja alikuja kwangu wakati mmoja na akasema, Joyce, kila mtu nayemjua anaenda kanisani kwa maombi asubuhi na mapema. Na akasema, sihisi kama ninapaswa kwenda. Kisha akasema, wananifanya nihisi vibaya kwa kutoenda. Na kuuliza tatizo langu liko wapi, kwa sababu sitaki kuenda. Je, umewahi kuhisi kukataa kufanya jambo ambalo linafanywa na kila mtu, na ni kama watu hawa walikufanya uhisi vibaya kwa sababu wewe mwenyewe hukutaka kufanya jambo hilo? Sasa ni watu wangapi wanaweza kuwa wajasiri ya kutosha kusimama imara na kusema, sitafuata umati, nitafuata Roho Mtakatifu, na sihitaji kutoa maelezo, sihitaji kutoa sababu. Kufuata umati si kitu ambacho nahisi nataka kufanya. Wajua nini? Watu kama hao si wengi kama inavyopaswa kuwa. Wajua watu wengi wangefanya nini? Watu wengi wangekubali kushinikizwa na watu hao, na wangeenda kwenye maombi na wangefanya kile ambacho wanahisi hakifai ili kufurahisha tu watu. Na nakuomba uache kufanya hivyo. Wajua ni kwa nini? Unaweza kuwafurahisha, lakini jambo hilo likuhudumie kifo, likuache ukiwa mtupu. Kwa hivyo alisema, Joyce, tatizo langu liko wapi kwa sababu sitaki kuenda? Nami nikamjibu, yamkini huna tatizo lolote. Pengine huenda Mungu hataki uende mahali hapo, huenda isiwe na maana yoyote kwako, lakini Mungu pengine anataka ufanye jambo lingine. Kisha akasema, je, unajua kitu ambacho kwa hakika ningependa kukifanya? Je, unajua kilicho moyoni mwangu? Na ungeweza kuona mwangaza ukija usoni mwake. Wajua tunapofanya kile tunachopaswa kufanya, kuna mwangaza unaotujia. Na akasema, ningependa kuangalia watoto wao wote wanapoenda kanisani. Je, unajua uzuri wa jambo hilo? Mungu anataka kukutana na mahitaji yote katika mwili wa Kristo. Ikiwa tutaacha kuwashinikiza wengine wafanye mambo yetu ili wawe kama sisi, basi pengine tutaona mafanikio zaidi. Hadithi nyingine inayoonyesha jinsi unavyoweza kuunda sheria kutokana na mambo haya ni kuwa tulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuja kanisani mwetu zamani, na alikuwa mwombaji mwenye upako. Oh, Mungu wangu, alikuwa mwombaji mwenye upako. Alikuwa mwanamke wa umri wa kati ya miaka 60 na 70, na alisema kwamba tangu alipookoka Mungu alimwita kuwa mwombaji. Alisema, nilimpokea Bwana nikaenda kwa kanisa moja la Kibaptisti na kuwauliza ikiwa walikuwa na mahali pa kuomba, na nikaingia huko na kuomba kwa saa 4 na nikaendelea kufanya hivyo maisha yangu yote. Ndiyo, alikuwa na nguvu za Mungu maishani mwake, na kwambia alipofungua kinywa chake ungehisi nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nikafikiria, nami nitafanya hivyo. Jamani, je, mnanielewa? Mnajua kile ninachomaanisha? Yaani nikifanya anavyofanya, basi nitakuwa kama yeye. Oh, hayo ni makosa makubwa sana tunayofanya. Kwa hivyo nikachagua chumba kimoja nyumbani kwangu na nikaweka saa humo ndani na nikapata kitabu na nikafanya kitu cha kipumbavu. Nikatangazia kila mtu kuwa tangu leo nitaomba kwa saa 4 za kwanza kila siku na sitaki yeyote anisumbue. Hivi ndivyo nitakavyofanya sasa. Kwa hivyo nikaingia huko siku ya kwanza, na niko hapa kukwambia kuwa niliombea karibu kila kitu, kiasi kwamba nilianza kufikiria kuhusu kitu kingine cha kuombea. Yaani niliombea kila kitu, nilimaliza, na nilipoangalia saa yangu ni dakika 5 ndizo zilizokuwa zimepita. Na nikafikiria, oh, nina saa 3 na dakika 55 na ni lazima nikae humu ndani kwa sababu sitaki watu wafikirie jamani. Wajua Mungu, sijui ilikuwa miaka kadhaa iliyopita, na Mungu alininenea kuhusu jambo hilo. Aliniambia, nataka uache kuhesabu mambo. Wacha kuhesabu idadi ya watu walio kwenye mikutano yako. Wacha kuhesabu idadi ya barua unazopokea. Wacha kuhesabu muda unaoomba au sura za Biblia unazosoma kila siku. Unafanya hivyo ili tu ujifurahishe, na sio kitu cha kupendeza. Naweza kuhisi kiwango cha uhuru ambacho baadhi yenu mnahitaji. Na wajua, hata baada ya kuwekwa
uhuru, ni lazima tuwe imara katika uhuru huo. Kwa sababu nakwambia, mapepo haya ya kisheria, roho hizi za kisheria, mtazamo huo wa kidini ambao unajaribu kuathiri kila mmoja wetu, kitakuwepo kila wakati kutufanya tufikiri kuwa ni hatari kutofuata sheria, eti ni lazima ufuate sheria. Basi tuna sheria mpya, nayo ni sheria ya upendo. Iwapo tunatembea katika upendo, sitasumbuka sana. Hiyo ndiyo sheria ya juu zaidi, na tuna sheria mpya inaitwa kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Lakini Joyce, sijui namna ya kufanya hivyo. Sawa, wajua nini? Utajifunza kwa haraka sana. Chukua hatua. Hiyo haikufaulu. Au nadhani nitajaribu tena. Nafikiri huyu sasa ni Mungu. Na nitakwambia kuwa ikiwa uhusiano wako na Mungu haukusisimui, basi pengine hiki ndicho kitu unachokosa. Kwa sababu kitu kinachofanya safari yetu na Mungu iwe ya kusisimua ni kwamba hujui Roho Mtakatifu atakavyofanya siku baada ya nyingine. Lakini ikiwa humfuati, hutawahi kugundua, na ikiwa unamfuata, basi itakuwa safari ya kusisimua. Najua kwamba wewe Matt hupata nyimbo wakati mwingine hata bila kutarajia, sivyo? Yaani wakati mwingine naweza kuwa barabarani na nione kibao kilichoandikwa, na hapo nipate mada ya ujumbe wangu. Unaona, Mungu hayuko kanisani tu. Hayuko tu kwenye ule upande mwingine wa simu. Yuko kila mahali. Yuko kila mahali unakoenda. Anataka kwenda sokoni pamoja na wewe. Anataka kwenda kazini pamoja na wewe. Anataka kukusaidia katika kazi yako, katika kulea watoto wako, katika kila kitu unachofanya. Na ninaweza kukuambia, nafurahia sana uhusiano wangu na Mungu. Na kadri ninavyozidi kuwa na uhusiano na Mungu, ndivyo ninavyozidi kufurahi na kusisimka. Na napenda kusema mambo kuhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mstari wa Rumi 7 mstari wa 5, nafikiri tuko hapo sasa. Maana tulipokuwa tukiishi kimaumbile tu maisha ya kimwili, tamaa mbaya zikichochewa na sheria zilifanya kazi katika mili yetu kuchuma pato la kifo. Sasa hiyo ina maana gani? Unapofanya kitu kiwe sheria kwamba lazima ukifanye au si lazima ukifanye, hebu tuseme si lazima ukifanye. Kwa mfano, ikiwa uko katika chumba kimoja na mimi na niseme, unaona ule mlango? Usiwahi kufungua. Usiwahi kuangalia kilichoko nyuma ya mlango huo, unaelewa? Hiyo ndio sheria ya nyumba hii. Usiwahi kuangalia kilichoko nyuma ya mlango huo. Kisha niseme, sasa nitaenda sokoni na nitarudi baadaye, lakini usiangalie nyuma ya mlango huo. Hakikisha hutakosa kunitii kwa kuangalia nyuma ya mlango huu. Naweza kukuhakikishia kwamba 99.9% ya watu walio hapa wataangalia nyuma ya mlango huo nikishaondoka. Na wajua ni kwa nini hiyo itakuhudumia kifo? Kwa sababu utajilaumu kwa kufanya kitu ambacho ulijua kwamba hufai kufanya. Kisha nitakaporudi utahisi kana kwamba unataka kujificha ili nisikuulize kama uliangalia nyuma ya mlango, kwa sababu itakubidi unidanganye, na hiyo itaharibu mambo zaidi. Sasa hivyo ndivyo tunavyofanya katika uhusiano wetu na Mungu. Tunapofanya mambo kuwa sheria, kwamba lazima uombe kwa saa moja kila siku na lazima usome Biblia yote kila mwaka, na hiyo inamaanisha kuwa usome sura 6 kila siku, kwamba ni lazima ufanye hivyo. Sasa wajua nini? Utafanya hivyo. Inaweza kuwa sawa kwa siku chache. Pengine uko kama mimi, nilikuwa na kalenda zangu za kusoma Biblia, na almradi tu nilikuwa nazifuata vizuri, nilikuwa na amani. Tunapenda kalenda hizo za kujitathmini. Mwili unazipenda sana. Lakini mwili wangu ulipochoka kwa sababu nilikuwa nimeifanya kuwa sheria, na kusema kweli, nilisoma sura 3 kila siku, lakini sikujifunza chochote. Naye Mungu siku moja akaniambia, umejifunza nini? Sikuweza kutaja hata kitu kimoja. Wajua ni kwa nini? Sikuwa naisoma kwa njia inayostahili, sikuwa naisoma chini ya mwongozo wa Roho, jambo ambalo ni vizuri kufanya. Najua watu wengi ambao wamesoma Biblia nzima kila mwaka. Mimi binafsi hutatizika sana kufanya hivyo, kwa sababu huwa naisoma kwa undani, na kwa sababu mimi ni mwalimu, mimi husoma kitu kinachonivutia. Kwa hivyo mara moja mimi hujipata nimechukua konkodansi na kamusi na daftari za kuandikia na karatasi na tarakilishi, na naanza kukichambua kitu hicho. Hivyo ndivyo ujumbe wangu kuhusu nia ulivyonijia.
Nilisoma kitu kimoja kuhusu nia na nikashangazwa sana. Hata sikumaliza kusoma Biblia siku hiyo, sikujaza kalenda yangu, lakini kwa hakika nilipata neno kutoka kwa Mungu. Jamani,